Bwana mtazamaji wa Bunduki TV, nao kama tulivyosema kwa mara ya kwanza kabisa kwamba tumekuja kwenye uwanja ambao unafanyika au unachezeka mpira wa Chandimu maeneo ya TANESCO Mgomba au maeneo ya shule ya Mgomba. Na hapa kuna kiongozi kabisa atajitambulisha mwenyewe na atasema yeye ni kama nani kwenye mchezo huu na nini mpaka sasa kuanzia mwanzo kuanzia kwenye hatua ya kwanza ya robo finali mpaka nusu finali mpaka leo hii inakuja kabisa kutimia au kufikia tamati ya ligi au ya mchezo wa mpira au wa Chandimu. Bwana mambo vipi? Niambie jamaa. Fresh kabisa. Bwana mimi naweza nikawa nakufahamu au nakufahamu ila watazamaji wa Bunduki TV kwanza hata kujitambulisha alafu kwa majina naitwa Messi Moshikongoi, ni katibu wa CCM kata ya Mgomba. Katibu wa CCM katika kata ya Mgomba. Ilikuwaje au ilikupatieni hukumu gani katika uanzilishi wa hii ligi mpaka leo hii Mungu amebariki imefikia mwisho au imefikia kilele kabisa cha ligi hii na watu wamejaa wengi sana na watu wanapenda sana mpira au wanapenda sana mpira Chandimu. Kwa hiyo unatuambia nini au unawaambia nini watazamaji wa Bunduki TV kuelekea au kuonekana kwamba changamoto gani ambazo mnazipitia hadi kufikia leo hii hapa? Mpira unaendelea sasa, unaokoa vizuri kabisa. Unajua kuishi na vijana ni ngumu sana kwa sababu vijana wana mambo mengi sana. Kuna changamoto hapo na pale, lakini haiwezi kufanya sisi tufanye jambo, lakini tumeweza kuhandle pressure za watoto mpaka leo tunafika finali. Lakini pia yalikuwa mambo mengi sana. Lakini tunaandaa zawadi watoto wakubali. Alifika mapema sana hapa. Alifika katikati ya uwanja. Lakini vijana wamehandle pressure. Tukumbane nao, wanasema vitu vingi, lakini kwa siku moja game zinaenda. Mechi zinachezwa mpaka finali. Na istosha hii ni phase ya pili. Tulikuwa na phase 1, ligi ilikuwa ya kwanza na hii phase ya pili. Sasa tumeingia kwenye phase ya 3 hii hapa na tunaenda kwenye phase ya 4. Tumewazoea vijana, wana changamoto na mambo mengi, lakini tunaishi nao vizuri. Kwa wanakubali jambo tunayofanya. Tunategemea na ushirikiano wa baadhi ya viongozi wengine tofauti na kama ulivyosema ni kiongozi au ni katibu wa CCM kata ya Mgomba. Vipi viongozi wengine wa serikali tofauti na chama wanashirikiana vipi nanyi kwenye hili jambo? Kwanza sisi tunataka tuchukue akili za vijana kwamba waone mchezo ni afya, lakini pia tuko sehemu mbalimbali. Tunaona polisi kata yuko hapa anaangalia usalama wa hii ligi. Tunaishi kijamii zaidi kwa sababu ni polisi kata, polisi wa jamii, tunaishi naye vizuri, kwa wanashiriki hapa kuangalia usalama wetu pia. Lakini wako viongozi wengine mbalimbali wa serikali na chama, tunashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo kuna competition kubwa sana kushirikiana hapa. Na je, unawaambia nini wale vijana ambao wako mitaani kwa na vipaji kama hivi na pia ligi imeanzishwa hapa? Hakuna goli lolote kwa upande wowote mpaka sasa hivi. Lakini nikwambie tu mgombea diwani wa kata ya Mgomba Leani Mwenga anasema ananunua goli shilingi 10,000 lakini kwa upande wa Uswazi kwa maana vijana wake pekee. Yaani kama Nevada mshinda msifu wake ila Uswazi pia goli moja tu na shilingi 10,000. Uswazi pia goli moja na shilingi 10,000. Hao ni vijana wake. Na anasema mimi ajibu mapigo yeye mwenyewe wakati ya Mgomba. Pengine lengo lenu lilikuwa ni lipi? Lengo letu kubwa kwanza kuwatoa vijana kwenye makundi ya talishi. Mege naye anadondoa. Kusanyika muda huu atakuwa. Haya, na nimeambiwa na Mege naye anadondoa. Leani kasema 15 goli moja. Kutangaza gombea wetu kama kwa Leani kasema shilingi 15 goli moja kwa vijana wake. Ya kisisi kwanza mimi ni mmoja mjumbe wa kamati ya siasa. Dogo tolu. Ilipatikana faulu kuelekea kutoka katika lango. Ilekeza katika lango la Uswazi. Faulu ilekeza katika lango la Sana. Je, unawaambia nini wadau ambao wanapenda labda kama kuna mtu anahitaji naye kushiriki kwenye jambo hili kuja kushirikiana na nyinyi ili mradi jambo liweze kwenda vizuri au liweze kwenda sawa sawa ili mradi kupandisha hadhi pia zaidi ya hii ligi. Ina maana hii tunaona ni Chandimu na watu wanakuja wana play na kiasi ambacho cha zawadi umekitaja hapo, lakini pia na imani tunahitaji kufika juu zaidi, kufika mbali zaidi. Je, kama kuna mtu anahitaji naye kushiriki kwenye hili jambo au unawaambia